Rais wa Uganda Yoweri Museveni na mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine wameingia katika vita vya maneno, kila mmoja akimtuhumu mwenzake kupanga njama za kusababisha vurugu kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Januari 15, huku hali ya kisiasa ikizidi kuwa tete zikiwa zimesalia siku 13 pekee kabla ya wananchi kupiga kura. Katika hotuba yake ya mwaka mpya kwa taifa, Rais Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa takribani miaka 40 alidai kuwa Bobi Wine na wafuasi wake wamepanga kuanzisha ghasia baada ya uchaguzi, akidai njama hizo zinaungwa mkono na wafadhili wa kigeni wasioitakia taifa hilo mema. Museveni alimweleza mpinzani wake kama kiongozi ambaye hajakomaa kisiasa, akisema kauli zake hazizingatii athari zake kwa usalama na utulivu wa nchi. Aidha, Museveni alikosoa mataifa ya nje yanayodaiwa kufadhili kampeni za Bobi Wine, akisisitiza kuwa baadhi yao yana ajenda fiche dhidi ya Uganda na hayapaswi kuingilia mchakato wa kidemokrasia wa nchi hiyo. Kwa upande wake, Bobi Wine amekanusha vikali madai hayo na badala yake kuutuhumu utawala wa Museveni kwa kujiandaa kuvuruga uchaguzi. Amesema kanuni na maelekezo mapya yanayotolewa, ikiwemo kuwakataza wapiga kura kubaki kwenye vituo vya kupiga kura kufuatilia zoezi la kuhesabu kura, ni dalili za wazi na za maandalizi ya kugushi matokeo. Kwa mujibu wa Bobi Wine, hatua hizo zinawalenga kuwatisha wananchi na kuwakatisha tamaa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi. Katika kipindi cha kampeni kumekuwepo na malalamiko mengi kuhusu matumizi ya kupita kiasi, ambapo majeshi na polisi wameshuhudiwa wakivunja mkutano na misafara ya upinzani, hususani wa chama cha National Unity Platform NUP. Rais Museveni amewahimiza vyombo vya usalama kujizuia kutumia nguvu kupita kiasi, akisisitiza matumizi ya mabomu ya kutoa machozi kwa tahadhari baada ya nguvu kali, kauli ambayo hata hivyo imeendelea kuzua hofu miongoni mwa wananchi. Epifania Magingo, Kawabe News.